mbele za Bwana ukawa unaomba lakini nje na maelekezo ya Bwana. Tunafahamu Biblia inasema huu ndio ujasiri tulionao kwake, tukiomba lolote sawa sawa tunajua atusikia, na kama atusikia tunazo zile haja tulizomwomba. Sasa kuomba sawa sawa ni kumlingana Bwana kwa maombi. Kitabu kile cha waraka kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14. Kumlingana Bwana ni kufanya sawa sawa na Mungu atakavyo. Ukimtafuta Mungu, ukamwomba Mungu kwa kumlingana, yaani mtu anaomba maombi lakini sawa sawa na Mungu atakavyo. Biblia inasema mstari ule wa 14, ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ile, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Kama tukijua kwamba atusikia, tuombacho chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Kumlingana Bwana kwa maombi ni kuomba kama Mungu atakavyo, kuomba sawa sawa na Mungu anavyopenda. Kwa mujibu wa Biblia, Warumi sura ya 8, mwanadamu hajui kuomba ipasavyo. Anahitaji kifaa muhimu cha kumwezesha. Ili kumlingana Bwana unahitaji sana kuwa na Roho Mtakatifu. Huwezi kumlingana Bwana katika maombi kama huna Roho Mtakatifu. Huwezi kumlingana Bwana kama huna imani. Huwezi kumlingana Bwana ikiwa hauko katika hali ya utakatifu wakati unaomba. Mstari ile Warumi 8:26, Biblia inasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho Mtakatifu atakuongoza kumlingana Bwana. Maana yake, ili kusudi maombi yako yawe ni maombi ya kumlingana Bwana. Na siku zote maombi ya kumlingana Bwana yana matokeo, yana majibu. Ni maombi yanayoombwa sawa sawa na Mungu apendavyo, sawa sawa na jinsi Mungu anavyopenda kwa wakati huu. Kwa sababu unaweza ukawa unaomba lakini maombi yako hayajamlingana Mungu, uombi sawa sawa mapenzi ya Mungu kwa wakati huu. Unaweza ukawa unaombea jambo ni sahihi kuliombea, lakini katika mapenzi ya Mungu sio sahihi kwa wakati huo kutendwa. Mungu hatofanya. Atahitaji sana ufanye sawa sawa. Kwa hiyo ili kumlingana Mungu katika maombi, lazima uwe na kitu kinachokuongoza. Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza kumlingana Mungu katika maombi, lakini imani inaweza kukujalia kumlingana Bwana katika maombi. Lakini utakatifu, mtu anayeomba katika hali ya utakatifu, maombi yake yanasikika, yanapokelewa. Ni kuomba kwa unyofu, ni kuomba ni kutenda sawa. Kumlingana Bwana ni kutenda sawa, ni kutengeneza na Mungu, lakini ni kuenenda kwa unyofu mbele zake. Ayubu 11 mstari ule wa 13 hadi 19, Biblia inazungumzia habari ya mtu anayeenda mbele za Bwana aende kwa namna gani. Biblia inasema hivi, sura ya 11 Ayubu mstari ule wa 13: wewe ukiweka moyo wako kwa uelekevu na kumnyoshea mikono yako, ikiwa una uovu mkononi mwako, uweke mbali nawe, wala usikubali upuzi kukaa hemani mwako. Hakika ndipo utakapopata kuinua uso pasipo ila. Utainua uso pasipo ila, na utathibitika, wala utakuwa na hofu. Kwa kuwa utasahau mashaka yako, utayakumbuka kama maji yaliyokwisha pita, na maisha yako yatakuwa meupe kuliko adhuhuri. Ijapokuwa ni giza, litakuwa kama alfajiri, na utakuwa salama, kwa sababu kuna matumaini, na utatafuta
kando yako na kupumzika katika salama. Tena utalala wala hapana atakayekutia hofu, na wengi watatafuta uso wako. Anapozungumza hivi, anajaribu kuonyesha kwamba wewe ukiweka moyo wako kwa uelekevu na kumnyoshia mikono yako, kama kuna uovu, kama kuna dhambi, na tubu dhambi, kama kuna sauti ya Mungu inakuelekeza jambo, tii, ukiwa mtiifu mbele za Bwana, lakini ukiwa mnyenyekevu mbele za Bwana. Lakini usikubali ukaidi kukaa kifuani mwako au upuuzi kukaa moyoni mwako. Hakika ndipo utakapopata kuinua uso pasipo ila. Mstari wa 15. Lengo, inue uso wako pasipo ila mbele za Bwana. Yaani usimame mbele za Bwana udai ukiwa na ujasiri, ukaribie uso wa Bwana kwa ujasiri, pasipo hukumu, pasipo hatia yoyote. Hapo unamlingana Bwana. Na anasema unaenda mbele zake bila mashaka yoyote, bila hofu yoyote, na maisha yako yatakuwa meupe kuliko adhuhuri, japokuwa ni giza litakuwa kama alfajiri. Na utakuwa salama kwa sababu kuna matumaini. Kuna matumaini makubwa kwa mtu anaenda mbele za Bwana pasipo ila. Yaani mtu anayeanza na toba, anaanza kwa kumwomba Mungu rehema, anakuwa na ujasiri wa kueleza hitaji lake mbele za Bwana, kwa sababu tunafahamu maombi ya mwenye dhambi yasikilizwe na Bwana. Kwa hiyo huwezi kwenda mbele za Bwana bila kumlingana Bwana ukasikilizwa. Lazima umlingane Mungu. Halafu unapokuwa unaomba sawa sawa. Neno moja linasema watu wanaomba lakini hawapati kwa sababu wanaomba vibaya. Kwenye kitabu kile cha Yakobo sura ya 4. Waomba vibaya, ndio maana hata hawapati kwa sababu wanaomba vibaya. Kwa nini wanaomba na hawapati? Kwa sababu wanaomba isivyo. Sasa lengo ni kuomba kule maombi yako yalete manufaa. Vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Matamani wala hamna kitu, kuwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata manufaa ya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata maomba wala hampati kwa sababu maomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Katika maombi lazima umlingane Bwana sawa na jinsi anavyotaka. Yaani mapenzi ya Bwana kufanyike. Unaweza ukawa na vipaumbele vyako na kumshirikisha Mungu pamoja na kuwa na vipaumbele, lakini mapenzi ya Bwana yafanyike katika haya. Wakati unapita kwenye wakati mgumu, mazingira ni magumu, vita ni kali, shida imekaa muda mrefu, unapitia wakati mzito, sio kama unavyotaka Bwana tende. Ruhusu mapenzi ya Bwana yafanyike. Uombe sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Faida za kumlingana Mungu. Faida ya kwanza, faida ya kumlingana Mungu ni kuinuliwa mtu sahihi, ama kupewa mwokozi, kupewa mtetezi, kupewa mjumbe kwa ajili ya kukusaidia. Unapomlingana Mungu, Mungu anakuinulia msaada. Anaweza kusimamisha mtu sahihi, ana uwezo wa kuinua mwokozi. Kitabu cha Waamuzi 3:9. Waamuzi sura ile ya 3 mstari wa 9. Anza na mstari wa 7 mpaka 9. Anza tu na wa 7 mpaka wa 11 kwa ajili ya taarifa. Lakini ajenda yetu, neno letu linalobeba ujumbe liko kwenye mstari wa 9. Wacha nisome kuanzia wa 7 hadi 11. Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakamsahau Bwana Mungu wao, nao wakawatumikia Mabali na Mashtorethi. Kwa hiyo hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli, naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushani-Rithataim, mfalme wa Mesopotamia. Wana wa Israeli wakamtumikia huyo Kushani-Rithataim muda wa miaka 8. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana akawainulia wana Eli mwokozi. Baada ya kumlingana Bwana, mstari wa 9, wamekaa kwenye hali ya utumwa miaka 8. Lakini kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi, aliyewatoa yani Otinieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa Kalebu. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli. Akatoka
alienda vitani, naye Bwana akamtia huyo Kushan-Riphatai mfalme wa Mesopotamia mkononi mwake, na mkono wake ukamshinda Kushan-Riphatai, nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 40. Kisha Othnieli mwana wa Kenazi akafa. Miaka 40 ya usalama, kwa sababu kuna mtu ambaye anatumika na Mungu. Roho Bwana amekuja juu yake. Vita iliyokuwepo, Mungu akawainulia mtu wa kuwapigania, kuwashindia kwenye hali ile ya vita. Akawainulia msaada, akawainulia mtetezi, akawainulia shujaa, akawainulia mwamuzi, anaitwa Othnieli. Lakini nchi ilikuwa kwenye shida miaka 8, hakuna amani kwa sababu ya uovu, dhambi. Sasa wakamlingana Bwana. Maana yake nini? Wakatubu mbele za Bwana, wakakumbuka kurudi kwa Bwana, wakakumbuka kutengeneza na Mungu. Na walipokumbuka kutengeneza na Mungu, licha ya kuwa kwenye shida kwa sababu ya kumwacha Bwana, Bwana akawasamehe. Alipowasamehe, akawainulia msaada. Kwa lugha ya kawaida wanasema walimuomba Mungu au walimlilia Bwana. Ile neno kumlingana Bwana, walimlilia Bwana, walimlilia Bwana, au kwa lugha nyingine walimuita Mungu. Walipomuita Mungu au walipomlilia Bwana katika kilio chao, haiwezekani mkaendelea tu kumlilia Mungu bila kumlingana. Katika kumlilia kwao lazima waanze na hatua ya kufanya toba, kufanya matengenezo, hatua ya kushuka mbele za Bwana, kunyenyekea mbele zake, kutubu, kumwambia Bwana tumekosea. Maana walifanya dhambi wakajikuta wako kwenye mikono ya maadui. Kwa hiyo ili kusudi maombi yao yasikilizwe na Mungu, yawe ni maombi ya kumlingana Mungu, maombi ya kufanya usawa na Mungu, maombi ya kutengeneza njia, maombi ya kunyosha mapito yao, maombi yanayowapa uhalali wa kusikilizwa. Kwa sababu maombi ya mwenye dhambi yasikilizwe na Mungu, lazima watubu dhambi, waungane. Kama kuna mawaa, tumesoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ile ya 11 ule mstari wa 13, wewe ukimwelekezea Bwana moyo wako, na ikiwa kuna upuzi, ikiwa kuna uovu mkononi mwako, uweke mbali nawe, ndipo utakapoinua uso wako pasipo ila. Kwa hiyo unatengeneza kwanza na Bwana. Kwa nini uko katika shida? Kwa nini uko katika wakati huu na unahitaji msaada? Lazima umlingane Mungu kwanza. Nenda mbele za Bwana kwa unyofu, nenda mbele za Bwana kwa toba. Fanya matengenezo ili unapokuwa unaomba usikilizwe. Zaburi ya 24. Zaburi ya 24 mstari wa 3. Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani? Mstari wa 3 binasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Nani atakayekwenda kuzungumza na Bwana kwenye mlima wake? Watu walikuwa wanaenda mlimani kuomba Bwana Yerusalemu. Watu walikuwa wanakwenda mlimani kumtafuta Bwana. Sasa ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana na akasikilizwa akaja na majibu? Ni yule atakayepanda mlimani akiwa na mikono safi, aliyejitakasa, ndipo atakaporudi na kitu. Kwa hiyo kumlingana Bwana kuna faida ya kuinulia msaada. Unaweza kuwa unapita mahali unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji utetezi wa kimungu, lakini kama hutamlingana Mungu utakwenda kumtafuta Bwana na utarudi bila msaada. Lakini ukimlingana Mungu lazima utoke na kitu cha kukusaidia. Na ndio maana nyuma ya tatizo kunaweza kukawa na dhambi, kunaweza kukawa na shida. Kumtafuta Mungu, kumwomba Mungu kwa kumlingana Bwana, kumlingana Mungu ili akusaidie, ni kwenda mbele za Bwana kwa unyenyekevu, ni kwenda mbele za Bwana kwa kufanya matengenezo, kwa kuangalia lipi ni bora, ipi ni sahihi, kipi ni usemi wa Mungu ni tii kufanya. Unatoka na majibu. Faida ya pili ya kumlingana Bwana ni kupewa haja ya moyo au kubarikiwa kile unachomhitaji Bwana. Kupewa haja ya moyo. Mtu anayemlingana Mungu atapewa haja ya moyo wake. Lakini kama mtu hamlingani Mungu hawezi kupokea haja ya moyo wake. Kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 10. Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Mtu mmoja alikuwa na mahitaji zaidi ya moja.
akaenda mbele za Bwana akamlingana, na alipomlingana Mungu alimridhia haja ya moyo wake, dua yake ikasikilizwa. Mstari Nyakati sura ya 4 mstari wa 9. Nyakati wa kwanza. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Mstari wa 10. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, na ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyomuomba. Huyu mtu haitoshi tu kwamba ni mtu mwenye heshima, kwamba Yabesi alikuwa mwenye heshima zake kuliko ndugu zake, na mama yake akamwita jina lake Yabesi, akisema ni kwa sababu alimzaa. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, akamuomba Mungu akisema, akimuomba Mungu akimlilia Bwana akisemaje? Lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, Mungu ukinibariki kweli kweli na kunizidisha hozi yangu. Kuzidisha hozi ni mipaka, kupanua mipaka yangu, kuniongezea nafasi, kupanua mipaka yangu, kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami na kuwa pamoja na mimi. Hitaji lake la kwanza ni kubarikiwa kweli kweli, kupanuliwa mipaka yake. La tatu ni kuwa pamoja na Bwana, nao ungenilinda na uovu. La nne ni kulindwa dhidi ya uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia na hayo aliyoyaomba. Aliomba hayo mambo manne. Alimwomba Bwana ambariki kweli kweli, na alimwomba Bwana ampanulie mipaka yake, lakini akamwomba Mungu awe pamoja naye, na akamwomba Mungu amlinde dhidi ya uovu. Mambo manne. Alipoomba hayo, lakini alimlingana Bwana. Huwezi kuanza kumorozeshia Mungu mahitaji wakati atajulingana. Ndio maana Biblia inasema nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtuka fadhaa zenu. Mtiini Mungu, mpingeni shetani. Jitakaseni, jiosheni. Mnapokuwa mnajiosha, mnajitakasa, mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Dhambi zinamfarikisha mke na Bwana hata hataki Bwana kusikia moyo. Unapomlingana Mungu, ni nafasi ya kwanza katika maombi yako kuanza kujikagua na kujichunguza. Je, niko sawa mbele za Bwana? Hata nikawa na ujasiri wa kusema haya ninayotaka nimwambie Mungu. Ninao ujasiri wa kumweleza Mungu haya mahitaji. Niko sawa sawa na Mungu? Unajikagua. Inalazimika uanze na toba. Inalazimika uanze kumwambia Bwana, unichunguze. Unajipeleleza ndani ya moyo wangu. Uombe Mungu. Mtu mmoja anasema, Daudi anasema, Bwana, unichunguze, unijaribu, uone kama iko njia iletayo majuto, ukaniepushe na kuniongoza katika njia iliyonyooka. 139 mstari wa 23. Anamwambia Bwana, Bwana, unichunguze, uone kama iko njia iletayo majuto, ukaniepushe na kuniongoza katika njia iliyonyooka. 139 mstari wa 23. 139 Zaburi. Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoza njia ya milele. Njia ya milele ni njia iliyonyooka, njia isiyobadilika. Lakini ameanza kwa Bwana unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu. Inawezekana ninavyowaza, inawezekana ndani ya moyo wangu nina maovu. Naomba Bwana unikumbushe, ukanifunulie kama kuna uovu kabla sijaeleza kitu mbele zako. Baada ya kunifichulia, nifanye toba, nifanye matengenezo. Kisha Bwana uwe pamoja nami. Hata Hezekia alipokuwa katika hatari ya kufa, alimlingana Bwana. Alipokuwa anaambia tengeneza njia ili Bwana ajapo apate kupita. Ile Isaya ya 38 mstari wa kwanza. Aliugua akiwa karibu na kufa,
na taarifa zikaja, hakika utakufa wala utapona. Lakini yeye akaachia ujumbe, mlingane Bwana, mtafute Mungu kwa toba, tengeneza mambo yako. Hebu tengeneza mambo yako yawe sawa sawa na Mungu, yawe kama Mungu atakavyo. Tengeneza mambo yako ili kusudi uwe na ujasiri wa kusimama mbele za Bwana. Akalingana Bwana, akamtafuta, akatubu mbele za Bwana, akatengeneza. Akamwambia Bwana, tazama nilipokwenda mbele yako. Akaungama, akamwambia Bwana, nisamehe, Bwana unitakase, nikumbuke Bwana katika adhabu, kumbuka rehema. Akamlingana Bwana. Alipomlingana Bwana, akatuma uje hata kufa, ataishi tena miaka 15. Ina umuhimu kupewa haja ya moyo ama kubarikiwa kile unachoomba mbele za Bwana, mpaka uwe unafahamu vitu kwamba ninavyoomba ninaomba sawa sawa. Huwezi kwenda mbele za Bwana ukamwamulisha kama unavyotaka. Huwezi kwenda mbele za Bwana ukamharasi vile unavyotaka. Mungu anaangalia wanyenyekevu na anakaa kikao pamoja nao na anazungumza nao, anahudumiana nao. Kwa mjibu wa Biblia inasema kwamba ile Isaya 57 mstari wa 15, na kama mimi pamoja na roho zilizotubu na kunyenyekea mahali pa juu palipoinuka. Huwezi kukaribishwa mahali pa juu palipoinuka kama hujatubu. Hujamlingana Bwana, hauko sawa na Bwana. Kama unamlingana Bwana, maana yake unaanza kwenda kama Mungu anavyotaka. Kama kuna vitu anakuambia tii mwanangu, unatii, ndio unaenda sawa. Yaani ni kuambatana Bwana. Bwana atakuwa pamoja nasi tukiwa pamoja naye. Tukimwacha anatuacha. Lakini tukitaka kwenda kama Mungu anavyotaka, tutakuwa marafiki zake, tutakuwa karibu naye, atatusikiliza, hata tutamweleza bila wasiwasi. Kwa hiyo anakaa pamoja na roho zilizotukuka, aketi mahali pa juu palipoinuka, pa juu, pasiri. Huwezi kuingia patakatifu kama hujatengeneza njia zako. Huwezi kuingia patakatifu kwa Bwana kama mambo yako hayaeleweki vizuri. Kama kuna uovu na dhambi, huwezi kusikiliza Bwana. Maana Mungu hata kukaribisha meza moja kama unamjua. Na keti mahali pa juu, anakukaribisha, mnakaa meza moja, mnazungumza kile unachotaka kusema na anakufanyia. Lakini hawezi kukukaribisha ukiwa na madhambi. Hawezi kukukaribisha ukiwa najisi. Hawezi kukukaribisha mkakaa meza moja ikiwa kuna uovu na hujatengeneza. Hujaondoa uovu. Huwezi kuwa na ujasiri kusongeleza Bwana. Mungu alipotaka kukutana na Waisraeli akamwambia Musa, ambia wana wa Israeli wajitakase siku 3, alafu waje nikutane nao, wajiandae. Hapa unaposimama ni patakatifu, vua viatu vyako. Kabla hatujaanza mazungumzo, vua viatu vyako ndio tutazungumza. Maana hasira yangu inawaka kwa sababu ya vile ulivyovaa. Viatu vyako, dhambi yako, uovu wako. Kwa nini namwambia vua viatu? Kuna wanyama walikuwa wanaliwa na wengine walikuwa hawaliki. Mfano wale wanyama kama mbuzi wanakwato. Ukikanyaga kama ni uchafu au najisi unapita kwenye zile kwato zake mbili. Ila mbwa, paka, sungura, wale wanyama wale tu viumbe wenye miguu ya kwenda kukamata kama ni kinyesi unatoka nacho chochote, hawezi kulika, maana hana mahali pa kuchenjulia kutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kama mtu anao unajisi hastahili mbele za Bwana. Ndio maana naambia ufua viatu vyako, kwa sababu viatu vyako unaweza kuwa unatembea punda na viatu vyake. Huwa anakanyaga, yeye hana kwato hivi. Yeye ana kiatu chake tu. Kinaweza kikanyaga tope nikabaki nacho. Hakuwa mnyama wa kulika. Ina maana unapokuambia ufua viatu, fanya utakaso. Haitoshi tu kuacha viatu mlangoni wakati unaenda kanisani. Kwamba unaweza ukawa umemlingana Bwana kwa sababu umeacha viatu. Hapana, kama maovu yako yako ndani, uovu wako huo haina maana ya viatu vyako vimeviacha hapo jana. Kwa sasa inakuwa na maana gani? Unapoingia kanisani kwenye nyumba ya ibada unavua viatu na acha mlangoni. Alafu kirudi na dhambi zako. Unaenda kanisani kama viatu ni dhambi, ukitoka kanisani unapitia dhambi yako na unakana. Kila siku unakuja na dhambi yako na iacha mlangoni baadaye unakana. Haina maana. Ni kutengeneza mambo ya ndani, ni kufanya toba, ni kutubu mbele za Bwana, kujitakasa, kumlingana Bwana mpaka viwango vile anavyohitaji Bwana vya utakatifu.
unatembea katika ulinganifu pamoja na Bwana, unatembea katika unyofu, unaishi kwa kufuata jinsi Mungu anavyoelekeza. Na kama akikwambia mwanangu, hapa hapajakaa sawa sawa, tengeneza. Kumlingana Bwana kutakupa nafasi ya kusikilizwa yale unayoelekeza Bwana. Tunamwona Yabesi akapewa haja ya moyo wake, akabarikiwa, akakubarika, maana alimlingana Bwana. Faida ya tatu ya kumlingana Bwana ni kushindiwa vitani. Yaani Mungu anakupigania na kukuvusha kwenye vita ulionayo. Badala ya kupigana vita, Bwana anakupigania. Kama umemlingana Mungu sawa sawa, ataingilia kati kwenye vita hiyo. Lakini kama hujatengeneza na Mungu, vita ulionayo, Mungu sio rahisi akakaribia kukupigania, lakini atakuwa tayari kuwa adui wa maadui zako kama utamlingana. Kutoka sura 23 mstari wa 20 anawaambia, mbele yenu nimeweka malaika, jitunzeni mbele yake, msikilizeni yeye, msije mkamtia hasara, maana hapo wasamehe kabisa, maana jina langu liko ndani yake. Lakini kama mkimsikiliza, kama nilivyowaelekeza, pita hapa, pita hapa, ndipo nitakuwa adui wa maadui zenu, mtesi wa watesi wenu. Hicho kitu anakizungumza kwamba mkienda sawa sawa na jinsi kiongozi aliye ndani yenu anawaongoza, anawaelekeza, hakika na mimi nitakuwa pamoja na nyinyi, na nitapeleka mavu, nitapeleka utisho, hapa takuwa na atakayesema mbele yenu. Vita itakayoinuka Bwana ataipigana, ikiwa tu wewe uko sawa sawa na Mungu, kama wewe unamlingana Bwana. Lakini kama wewe ni sawa sawa na Mungu, vita utapigana mwenyewe, vita utafanya mwenyewe, na uhakika wa kushinda sio rahisi. Lakini kama Bwana atakuwa upande wako, kama Bwana atakuwa anapigana na wewe, watakapoandaa, watakao kusudia mabaya mbele yako, watenda mabaya walipokukaribia ili wakule nyama yako, alafu Bwana ndio mchungaji wako, Bwana ndio mtetezi wako, umemlingana Bwana, unatembea sawa sawa na Bwana, wale watajikwaa kuanguka, maana yeye atakuwa vitani, atapigana na wapigana na njia yao itakuwa giza na utelezi, ikiwa wewe unamlingana Bwana. Kitabu kile cha Nyakati wa Kwanza 5 mstari wa 19 hadi 22. Nyakati wa Pili sura ile, Nyakati wa Kwanza 5:22 19 mpaka 22. Nao wakapigana vita na Wahajiru na Yeturi na Nafishi Nodamu, wakapata msaada juu yao. Nao Wahajiru walitiwa mikononi mwao wote waliokuwa pamoja nao, kwa kuwa walimlingana Mungu pale vitani. Naye akawatakabali maombi yao, kwa sababu walimtumainia yeye. Wakateka nyara ng'ombe zao na ngamia zao 50,000, kondoo zao 250,000, punda zao 2,000, na watu 100,000 zao 2,000, na watu 100,000, kwani wengi walianguka, waliuawa, kwa sababu vita vile vilikuwa vya Mungu, nao wakakaa badala yao hata wakati wa ule uhamisho. Hapa tunaona kulikuwa na vita ikiendelea, na wakati vita hiyo ilipamba moto unaendelea, watu hao wakawa wamemlingana Bwana katika wakati wa vita. Na walipomlingana Bwana, alitokeza msaada wa kuwapigania. Vita vile vilikuwa vya kwake, maana wamlingana. Ukimlingana Bwana, vita utapigana mwenyewe, atakupigania. Lakini kama hujamlingana Bwana, vita utapigana mwenyewe ndugu yangu. Na ukipigana mwenyewe huna mbavu mbele ya shetani. Lakini kama Bwana, laiti Mungu akawa Bwana wa vita, laiti Bwana akawa upande wako kupigana vita vile unavyokutana navyo, Mungu atakushindia kwa siku. Ndio maana nasema mstari ule wa 20, ule wa 19, ule wa 20, wakapata msaada juu yao, nao Wahajiru walitiwa mikononi mwao na wote waliokuwa pamoja nao, kwa kuwa walimlingana Mungu pale vitani. Unakutana na vita kwenye maisha, sikimbilie tu kwanza kupigana, mlingane Mungu. Na ukimlingana Bwana na ukamkaribisha kwenye vita hiyo,
fanya matengenezo, omba Bwana, kumlingana Bwana, bado kumlilia Bwana, kumtafuta Bwana, kumuita Bwana. Unamuita Mungu, una sifa za kumuita akaitika. Sababu unaweza kumuita Bwana, niite nami nitakuitikia. Utamkumbusha mpaka kumwambia Bwana alisema niite nami nitaitika. Bwana unitika. Hatujawa sawa sawa na wewe. Hatujalingana na wewe. Hauko sawa na mimi. Haujataka kwenda kama nitakavyo. Haujatengeneza na mimi. Hatuna ushirika. Wawezaje watu kuambatana pamoja kama hujapatana? Wawezaje kutembea pamoja? Siwezi kutembea nawe katika hii vita. Itabidi ukae peke yako. Bwana hawezi kuwa pamoja na wewe kama wewe haujawa tayari kwenda pamoja naye. Lakini ukiwa pamoja na Bwana, Bwana atakuwa pamoja na wewe na atakushindia. Kwa hiyo faida ya kumlingana Mungu katika maombi ni pamoja na kushindiwa vitani. Vita utashinda. Vita ulionayo unahitaji kumlingana Mungu ili akupiganie. Unapomlingana Bwana anakupigania vita hiyo. Na ndio maana unapaswa kuwa makini sana kupita kwenye wakati wa vita. Lazima utengeneze na Bwana ili kusudi akupe silaha, ili kusudi akupiganie vita hiyo, ili kusudi uende kwa uwezo wa Bwana. Daudi yuko mbele ya Goliati, lakini hapigani kwa uwezo wake. Anasema leo Mungu atakuwa mkononi mwangu. Kwa sababu vita sio ya kwangu, ni ya Bwana. Ezekia anatisha, anaambiwa sembuse Mungu wenu. Iko wapi Mungu ya Apadi? Iko wapi Mungu ya Sefavimu? Asiwadanganye Ezekia. Ulizeni habari, iko wapi Mungu ya wapi? Sembuse Mungu wenu. Mungu akamwambia Ezekia, unaona hao utaona tena. Vita sio yako, vita ni ya kwangu mimi. Usiogope, usifadhaike. Uwe hodari tu. Na yeye akayategemea hayo maneno. Bwana alituma malaika mmoja. Aliua maadui 185,000. Akaua askari mmoja tu. Vita ilikuwa rahisi. Bwana akituma askari mmoja tu, vikosi vinavyokutishia na kukuogopesha. Kama wewe kazi yako ni kumlingana Bwana. Utakapomlingana Bwana katika maombi yako, hata utakapomwambia Mungu, tazama vita hivi yako mbele yako, naomba Bwana ujitambulishe. Najua Bwana anasema ukiwa upande wetu na nataka kwa juu yetu. Walio upande wa adui wachache, ni cha mtoto. Bwana, walio upande wetu ni wengi kuliko upande wa adui. Bwana, ukiwa upande wangu, ni mwogope nani? Ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia ili wanile nyama yangu, walikuwa wakaanguka. Pigana na wanaopigana nami. Teta na wanaoteta nami. Njia yao iwe giza na utelezi. Malaika wa Bwana kuwafuatia. Ni mtu ambaye anamlingana Mungu katika maombi. Hakurupuki tu kwa sababu kuna vita kaenda kwanza kupigana. Anamlingana kwanza Bwana. Aliwaambia Daudi ya kwamba huyu Mfilisti asiyetahiriwa kwanza amemtukana Bwana. Anawezaje kusimama mbele za Bwana? Amemtukana Mungu. Hana ujasiri wa kupigana na Mungu. Kwanza amemtukana Bwana. Huyu ni cha mtoto, usimwogope, asizimie moyo mtu wako. Hana sifa za kutetewa na Mungu. Maana kwanza amemtukana Bwana. Kwanza hajatakaswa. Mfilisti ambaye hajatahiriwa, hajatakaswa. Sasa anawezaje kuwa na ujasiri kutukana majeshi ya Bwana? Leo Mungu anamuomba kwa Bwana. Daudi ana ujasiri mkubwa kwa sababu yeye anajua sisi ndio tunamlingana Bwana. Goliath hajamlingana Bwana. Hawezi kusaidiwa na Bwana. Kwa hiyo Mungu ukimlingana wakati wa vita anakupigania. Faida ya mwisho. Ukimlingana Bwana, sadaka yako inapokelewa. Ukimlingana Bwana, dhabihu yako inapokelewa. Nyakati wa kwanza 21:26. Unaweza kuwa unapeleka sadaka mbele za Bwana. Maombi ni sadaka. Sadaka ni sadaka kwa Bwana. Utumishi wako mbele za Bwana ni sadaka. Huduma yako, unapofanya huduma, utumishi fulani mbele za Bwana ni sadaka. Inaweza kupokelewa ikiwa wewe unayetoa sadaka na Bwana. Kwa nini sadaka inapokelewa?
ikipokelewa sadaka inaleta mrejesho wa baraka kwa mtoa sadaka. Nyakati wa kwanza 21 mstari 26. Moja mstari 26. Kisha Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, akamlingana Bwana, naye akamwitikia kutoka mbinguni kwa moto juu ya madhabahu hiyo ya sadaka ya kuteketezwa. Bwana naye akawaamuru malaika, naye akaurudisha upanga wake alani mwake tena. Wakati huu ilikuwa ni wakati Daudi alimkosea Bwana. Alipomkosea Bwana, Bwana alichagua mapigo ya kumpiga Daudi. Baada ya pigo lililokuwa likiendelea likiua watu, tawi na piti na wao maelfu ya watu, Bwana akasema na Daudi alipokuwa anaendelea kufanya toba mbele za Bwana, alipokuwa anaendelea kumlingana Bwana kwa toba. Bwana akamwambia katoe sadaka kwenye uwanja wa Arauna. Ndipo alipoenda kwenye uwanja wa Arauna akawauliza wenye huo uwanja, wakasema tutakupa bure uwanja na ng'ombe ya kutoa sadaka, kama ni kondoo tutakupa vifaa vyote. Akakataa. Maana kama watampa uwanja, watampa na fedha, watampa na sadaka ya kutoa, atakuwa yeye hajagharimika kwa ajili ya toba yake. Toba ni gharama, lazima toe gharama. Na kwa sababu amemlingana Mungu, anamwambia tu Bwana, nimefanya kwa upumbavu, naomba nisamehe. Maana aliwaambia chagua mapigo matatu, chagua kati ya haya: vita, njaa, tawi, baada ya kumkosea Bwana. Lakini Bwana alipomwelekeza haya, ili kusudi ipokelewe sadaka yake ya dhambi. Kipindi hicho walikuwa wanatoa dhabihu ya dhambi, sadaka ya upatanisho. Kwa hiyo akawa amegharimika kununua yeye mwenyewe, na ule uwanja hakufanyia ibada bure, akaomba anunue, na akaomba anunue na vile vifaa vya sadaka. Lengo, hataki kufanya toba isiyo na gharama, maana haitakubaliwa. Akamlingana Bwana. Alipomlingana Bwana, akajenga madhabahu, akatoa sadaka, akafanya maombi yake ya toba, akaomba Bwana aridhie sadaka hiyo ya upatanisho. Mungu akamtakabari, akamwitikia. Alipomwitikia, basi hata lile pigo likazuiwa. Ukimlingana Bwana, sadaka yako inapokelewa, iwe ni sadaka ya amani, iwe ni sadaka ya kuteketezwa ya upatanisho, iwe ni sadaka ya kumjaribu Bwana, kumgusa Bwana, ataridhia na kuipokea. Mungu hahongwi kama tu kwamba ajenda ni kupeleka sadaka ili kusudi mambo yanyoke, na huku mtu hajatubu, hajamlingana Bwana, ni kupoteza fedha, ni kupoteza muda. Kwa manabii hawawezi kukuambia ufanye toba, upeleke. Ajenda ni kupeleka sadaka. Toa dhabihu, kitoa sadaka, Bwana atakubariki kwa kiwango. Haijalishi na madhambi gani, lakini watakwambia toa sadaka. Hiyo ni uongo. Mlingane Bwana, ndipo hata dhabihu zako zinapokelewa. Sadaka zako zitakubarika ikiwa umemlingana Bwana. Sadaka ya mtu haiwezi kupokelewa na Mungu ikiwa mtu sika ni mdhambi. So huwezi ukafochi kwa Bwana, huwezi ukamhonga Bwana ipeleke sadaka ili kufunika madhambi. Haiwezekani. Paka mtu atubu na ajutie na atoe gharama kwa Bwana, agharamike maumivu na majuto, ajute kwa ajili ya dhambi. Gharama za ndani sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapomlingana Bwana, inakutengenezea majibu, inaleta baraka, inaleta mafanikio katika lile unalomhitaji Bwana kufanyia. Jitahidi sana kujikagua kwenye usawa kati yako na Bwana. Unakwenda sawa sawa Mungu anavyotaka, unaishi kama anavyotaka, unatembea kama Mungu anavyoelekeza kwa neno lake, unaishi sawa na Mungu anavyoongoza, unatenda sawa sawa na Mungu atakavyo. Ndipo utakapokuwa na ujasiri wa kumwambia unachotaka atende, naye atatenda. Kwa sababu usipomlingana Bwana, hakuna njia nyingine ya kukutana na Bwana kusaidia. Unapaswa kumlingana Bwana nyakati zote. Ayubu sura 27 mstari wa 10. Swala la kumlingana Bwana, unapaswa kumlingana Bwana nyakati zote.
Kwa nini? Nyakati zote tunahitaji kutembea kwa maongozi ya Bwana. Nyakati zote tunahitaji Bwana awe kiongozi. Maana Bwana asipokuwa kiongozi, hatutafika tunakokwenda. Shina 7:10. Je, atajifurahisha katika Mwenyezi na kumlingana Mungu nyakati zote? Hilo ni swali. Je, atajifurahisha katika Mwenyezi na kumlingana Mungu nyakati zote? Kama atafanya hivyo, nitawafundisha ninyi mambo ya mkono wa Mungu, hayo yaliyo ya kwa Mwenyezi, sitayaficha. Kama watu watamlingana Mungu nyakati zote, Bwana atadhihirisha matendo yake makuu. Bwana atanyosha mkono wake, atajitambulisha, atajifunua viwango vikubwa. Atadhihirisha na kutambulisha matendo yake makuu. Ataonyesha uwezo wake, ataonyesha ajabu zake. Kwa watu wanamlingana Bwana. Kama watu wamlingani Bwana, ni ngumu kuona ajabu za Bwana. Ni ngumu kuona mkono wa Mungu ukiwatetea. Tunatamani sana Bwana atufanyie mema, lakini tumlingane Bwana. Ukimlingana Bwana hautajuta. Inaweza ikawa ni gharama kumlingana Bwana. Wakati wengine watakuona, watakutafsiri vibaya, utaona aibu. Ukiona aibu kutengeneza na Bwana, Bwana naye anakaa kando. Mungu atakuwa pamoja na wewe ukiwa pamoja naye na atakusaidia. Leo ni siku ya maombi. Tunaendelea na ratiba yetu ya maombi. Mlingane Bwana kwenye vita hiyo ulionayo. Mlingane Bwana kwenye shida ulionayo. Mlingane Bwana kwenye mapito ulionayo. Halafu Mungu umkaribishe sasa kwa ajili ya hayo yanayokutatiza. Ila anza na kumlingana Bwana. Utakapomlingana Bwana, baada ya kumlingana Bwana, mwambie sasa Mungu juu ya taabu yako, juu ya shida yako, juu ya kilio chako, juu ya ahadi yako, juu ya maono ulionayo. Lakini anza kwanza kumlingana Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Simama. Unayo mahitaji yako binafsi,